Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 6 ya kipindi cha Pasaka, na kuna wazo muhimu ambayo linajitokeza katika masomo ya leo. Tukiwa ndani ya Kristo hatuko yatima tena, na tukiwa ndani ya Kristo hakuna chochote ambacho kitatushinda, kwa sababu tutakuwa tofauti na wale ambao hamjui Yesu Kristo. Tukiangalia katika Agano la Kale, tunaona hao wana wa Israeli walikuwa taifa teule. Mungu alikuwa Mungu wao na wao walikuwa watoto wa Mungu. Kwa hivyo hawangeweza kujilinganisha na zile yale makabila ambayo hawakuwa na sheria, wale ambao hawakuwa wamefanya angano na Mungu. Na kwa sababu ya hili walikuwa wanajivunia, kwa sababu Mungu wao hakuwaibisha. Kila mara walikuwa wanashinda. Wakati ambao walikuwa wanamlilia alikuwa anawashibisha, hata anawapatia maji. Je, mara ngapi wewe katika maisha yako unadhania kwamba uko peke yako, ni kama Mungu amekuacha? Mara ngapi ambao unajiona kwamba ni kama Mungu akupendi? Wakati ambao utagundua kwamba Mungu anatembea na wewe katika maisha yako, anatembea na wewe katika ndoa yako, anatembea na wewe katika kazi zako, hautajisikia upweke. Usijione ya kwamba unaishi peke yako. Ukimwalika Yesu Kristo katika maisha yako utakuwa tofauti. Na ndiposa yeye amekuja katika maisha yetu, ile furaha ya kipasaka ambayo tuko nayo, atuondoe katika giza la mauti, giza la upweke, na tuweze kuwa watoto wake waaminifu. Tunafufuka na Kristo, tunakuwa viumbe vipya, tunakuwa watu ambao wanamwamini Yesu Kristo, kwa sababu tutakuwa tunampenda na kushika sheria zake. Katika somo letu la kwanza kutoka Matendo ya Mitume sura ya 8 aya 5 hadi ya 8, 14 hadi 17, tunaona huyu Filipo anaenda kuhubiri, na wakati ambao anahubiri, tunaambiwa kwamba maneno yale ambayo aliyasema na zile ishara ambazo alizifanya zilifanya wengi waweze kumwamini. Hii inadhihirisha kwamba maneno yake na matendo yake ziliandamana. Je, kwa kweli wewe kile ambacho unakisema na yale matendo ambayo unayafanya inaweza kufanya watu wabadilike? Kwa sababu tunaambiwa baada ya hayo huyu Petro na Yohana walienda pia kwenda pale ambapo huyu Filipo alikuwa anasemea, na wale ambao waliweza kumsikia waliweza kumwamini. Je, kwa kweli watu waweza kukufuata kwa sababu ya maneno yako? Mara ngapi wewe unadanganya watu ama unafanya maneno ambayo unasema maneno ambayo sio mazuri, alafu badala ya kuunganisha unatenganisha? Je, matendo yako inaweza kuwa ishara tosha ya kwamba neema za Mungu za tosha katika maisha yako? Yale ambayo unayafanya kwa ndoa ama maneno ambayo unayasema katika ndoa yako inaweza kuboresha hiyo ndoa? Vitu ambavyo unafanyia watu zinaweza kukufanya uweze kuonekana kwamba wewe ni Mkatoliki, kwa sababu maneno yetu na yale matendo yetu mara nyingi yanapotosha. Kwa ndoa unasema hiki, alafu unafanya utofauti. Katika imani yako kwa Katoliki unasema hiki, lakini matendo yako yanakuwa tofauti. Je, kwa nini usiseme vizuri ndio watu waweze kukufuata? Kwa nini usikuweze kusema maneno yale ambayo ni ya kujenga katika ndoa yako, katika imani yako, katika kazi zako, ndio uweze kupendezwa, watu waweze kukuamini na kuona kwamba unafaa. Ile dunia tunaishi nataka watu ambao wanapeana ushuhuda wa kweli. Yale ambao wanayasema ndio hayo ambao wanayatenda. Usiseme ya kwamba unapenda mke wako ama watoto na upendi. Useme ya kwamba umeoa na kwa kweli haujaoa. Useme ya kwamba unashika amri za Mungu na kumbe uzishiki. Kwa sababu ukifanya hayo, tutakuwa tunaenda kinyume na vile tumesikia katika somo la pili, ambao ni waraka wa mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 aya 15 hadi 18. Na katika waraka huu tunafundisha kwamba tuwe na tumaini licha ya mateso na magumu ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Tuwe na msimamo katika maisha. Tuwe na msimamo kwa sababu tumeitwa tuweze kuwa mashahidi wa msimamo ambao tunausema.
ndoa inaweza kuwa na shida, lakini kwa kweli unaweza kuwa na tumaini ya kwamba utashikilia vizuri, ukae vizuri kama mwanandoa. Unaweza kuwa na shida ya ugonjwa, useme kwamba unamwamini Mungu badala ya kwenda kwa mganga. Unaweza kuwa labda upendo umedidimia katika ndoa yako, alafu useme kwamba utakuwa shahidi ya kwamba kwa kweli Mungu anabariki ndoa. Unaweza kuwa kumwamini katika mwaminifu katika sala zako, useme ya kwamba hata ukiwa unapitia magumu yepi, utakaa kama Ayubu ambaye aling'ang'ania hata licha ya kwamba alipata matatizo akaweza kushinda. Mara nyingi tunapenda kupendeza watu kwa sababu tunataka kuonyesha watu ya kwamba labda hao ndio wanaweza kutusaidia. Unakosa tumaini kwa Mungu, na wakati ambao unaenda kinyume, unakuta kwamba maneno yako na matendo yako zinaenda kinyume na yale ambayo tunahangizwa. Na ndio sababu katika injili ya leo, mwinjili Yohana sura ya 14 aya 15 hadi 21, Yesu anafundisha jambo la muhimu na la kupendeza, mambo mawili. Anasema kwamba kama tunataka kumpenda, basi tuweze kushika sheria zake na tuziishi katika maisha yetu. Mambo mawili muhimu ya kuonyesha upendo kwa Mungu, ya kwamba ni lazima tuishi yale maneno ambayo tunayasema, na hivyo hivyo yaweze kukaa ndani mwetu yale ambayo tunayasema. Mara nyingi tunashindwa, tunasema kwamba tunampenda Mungu na kumbe ni maneno tu. Mara nyingi kila wakati unasema wewe ni Mkatoliki, kumbe ni maneno tu. Saa zingine unasema kwamba umeoa na kumbe ni maneno tu. Saa zingine unasema kwamba unatunza familia yako na kumbe ni maneno tu. Unaweza sema kwamba unategemea Mungu katika ugonjwa wako na kumbe ni maneno tu. Kwa nini wewe hayo maneno unayasema na mdomo wako yasidhihirike katika maisha yako? Kwa nini tu unasema kwa sababu unaogopa watu, ama unataka kujionyesha mbele za watu, lakini unasahau ya kwamba kuna yule Mungu ambao unampenda. Kwa kawaida katika maisha kuna watu wengi ambao hata kudanganya ni kama imekuwa tabia yao, ama kuua ama kuiba, kwa sababu huo Mungu hamuoni na macho. Tunaogopa wale watu ambao tunawaona, lakini yule Mungu ambao muoni, hata unashindwa kumwamini na kuwa mwaminifu kwake, kwa sababu unajipendekeza kwa watu na sio kwa Mungu. Lakini Yesu anasema kama sisi ni wafuasi wake waaminifu, basi ambao tunampenda, yale ambao tunayasema tuyaonyeshe kwa matendo. Na ndio sababu anatuambia kwamba ni lazima tuishi sheria zake, ni lazima tufanye kile ambacho tunapaswa kukifanya, kwa sababu tumeambiwa kwamba Roho wa Mungu tumemiminiwa katika maisha yetu. Kwa hivyo hatuko wapweke tena, sisi sio yatima. Mara nyingi katika maisha yetu ya kawaida, wakati mambo hayaendi vizuri, tunasema kwamba Mungu amenyamaza. Wakati ambao unadhania unaanza kusukumwa na ndoa, unasema kwamba uko peke yako. Wakati ambao kazi imepotea, unaanza kulalamika, unasema uko peke yako. Wakati ambao wewe unaharibu maisha yako mwenyewe na midomo yako ama na tabia zako, unaanza kusema watu wanakuchukia. Wakati huo uko yatima. Lakini tukimpenda Yesu Kristo, tukiwa ndani yake, tukishika sheria zake na kuziishi, hatutakuwa yatima, kwa sababu Roho wa Mungu atatujaza katika maisha yetu. Roho wa Mungu atatuongoza katika tabia zetu. Je, ni kitu gani kinakufanya ujihisi ya kwamba wewe ni yatima? Labda ni mdomo wako unakukosesha watu, ama ni tabia zako zinafanya watu wakuache, ama labda ni vile unatunza mke wako ama mume wako, ama ni vile unatunza watoto wako ama unawafanyia. Hayo yote yanaweza kutufanya tusikia kwamba tu wapweke, tu yatima. Lakini hatukuumbwa tuweze kuishi hivyo. Tumeumbwa ili tumuone Yesu Kristo akiandamana nasi. Sisi ni taifa teule. Wewe ni taifa teule, umemwagiwa mafuta, umemiminiwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo hauko peke yako. Hata katika mangumu muone Yesu Kristo. Katika shida muone Yesu Kristo. Katika yale ambao unayapitia muone Yesu Kristo ako katikati yako. Kumbuka ile story ya huyu Danieli na wale ndugu zake watatu. Wakati ambao walitupwa, watu walidhania kwamba yote yameisha, lakini Mungu alikuwa na wao. Je, unaweza kusema kwamba licha ya mangumu ambayo Petro anatuambia katika somo la pili, licha ya mangumu ambayo unayapitia, unaweza kusema kwamba unamwona Yesu Kristo akitembea na wewe?
Basi ndugu zangu, hii Dominika tunawakumbusha kwamba sisi sio yatima, sisi ni watoto wa Mungu, tuko na dhamana mbele zake, anatujua na anatupenda. Basi tuwe waaminifu, tuweze kushika sheria zake, tuweze kuziishi, na hivyo hivyo ataweza kutubarikia yale ambayo tunayafanya na yale ambayo tunayasema. Ndio ishara zile ambazo tunazionyesha katika ulimwengu, iweze kuwa dhihirisho ya kwamba tunampenda Mungu, sio kwa maneno lakini kwa vitendo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tubariki ili tuweze kufahamu na tuweze kujua siku zote kupenda kwetu kusio tu kwa maneno lakini kwa vitendo. Naomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema.